Safari ya maendeleo huanza kwenye miundombinu imara. Makamu wa pili wa rais ambaye ni mtendaji mkuu wa serikali Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah leo tarehe 4 Julai 2026 ametembelea na kukagua miradi ya maendeleo itakayoacha alama katika historia ya visiwa vya Zanzibar. Akiwa katika ziara hiyo iliyoanza katika barabara ya Mchina Mwanzo, makamu wa pili alisisitiza suala la fidia kwa wananchi, huku akiwataka waliolipwa fidia kuheshimu makubaliano. Barabara hii ambayo tunaitembelea muda huu ni sehemu tu kati ya barabara nyingi ambazo tunaendelea kuzijenga na nyingine zimeshakamilika. Lakini hapa maeneo haya naamini sote tunakumbuka barabara tuliyokuwa nayo. Na sasa ujenzi huu ambao muda mchache ujao, miezi michache ijayo, tutaikamilisha kwa kiwango kizuri. Nimefurahi kusikia kwamba hakuna changamoto kwa maeneo hayo yaliyotajwa. Nami nataka nielekeze hapa Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi, zile tathmini ambazo zimeshaletwa ofisini kwako, hakikisha kwa haraka iwezekanavyo unaziwasilisha Wizara ya Fedha kwa ajili ya malipo ya fidia ya wananchi ambao wameguswa na barabara hii. Na napenda nichukue nafasi hii kuwahakikishia wananchi, hakuna mwananchi ambaye ataguswa na barabara hii kwa maana ya kuvunjiwa ama jengo lake linatakiwa kuondoka ambaye hatalipwa fidia. Tutawalipa wananchi wote kwa mujibu wa tathmini, lakini nitumie nafasi hii kuwaomba sana wananchi waendelee kutoa mashirikiano katika ujenzi huu unaoendelea hapa Zanzibar. Haipendezi hata kidogo kwamba mradi unasimama kwa sababu mwananchi mmoja tu amekataa kuondoka. Bandari ya Mpiga Duru iliyoko Marhubi ni miongoni mwa mradi iliyotembelewa. Akieleza hali ya bandari na hatua alizozipiga, mkurugenzi mkuu wa shirika la bandari Ali Akif Khamis anasema hivi sasa bandari yetu Marhubi phase 1A imeshaanza kuanza kazi rasmi, na kama tunavyoiona bandari yetu tayari imeshakuwa equipped na eneo la kukagulia mizigo. Taasisi zote za kodi ziko pale, kuna uzio wa kutosheleza kwa kuhakikisha tuna meet standards za kimataifa za ISPS, lakini pia kuna mataa na operations za usiku hadi usiku zinafanya kazi hivi sasa. Baji letu tayari limesha kuwasili na limeanza kutoa huduma, na hivi sasa kama tunavyoiona tuna meli kubwa 2 ambazo zipo hapa. Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, tuna uwezo wa kuhudumia takriban meli 4 kwa wakati mmoja sasa hivi kwa kina ambacho tunacho katika meli hii. Makamu wa pili hakusita kueleza furaha yake baada ya kuona bandari hiyo ikiwa katika hatua nzuri za ujenzi huku ikiendelea kufanya kazi. Mimi nimekuja mara nyingi hapa. Kila nikija napata maneno. Ni kweli Mheshimiwa Waziri, kila tukija tunakuta kitu kingine, lakini bado yanabaki kuwa ni maneno. Lakini leo nimekuja, nimefurahi sana. Leo nimekuja kwa sababu nimeona meli zipo, zimefunga tayari, na naamini kazi zitakuwa zinaendelea. Lakini nimefurahi kuona kwamba kazi hii sasa imefikia 98% na meli hizi za roro zinaweza kufunga hapa. Kwa kweli kwa Zanzibar hili ni jambo kubwa sana, kwa sababu congestion ya bandari ya Malindi tunaifahamu sote. Tukiondosha meli zote za roro zikija huku, kwa kweli itakuwa imetusaidia sana. Na nimeambiwa hapa muda mfupi ujao basi na meli nyingine zile za abiria zitakuwa zinaweza kufunga hapa. Nimefurahi, kimsingi nimefurahi. Akihitimisha ziara hiyo katika barabara ya Afcon eneo la Fumba, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah ametoa shukrani za dhati kwa Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi, pamoja na kumshukuru Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kazi kubwa anayoifanya. Nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kumshukuru sana Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Mwinyi. Namshukuru Mheshimiwa Rais pamoja na mambo mengine, lakini kwa maamuzi yake makubwa ya kuamua kuweka miundombinu hii, lakini pia kuridhia kwamba Afcon iweze pia kufanyika Zanzibar. Kwa hiyo niwashukuru sana wenzetu wa Wizara ya Ujenzi. Kwa kweli nawashukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa mara nyingine tena, Katibu Mkuu na timu zenu nyote, mkurugenzi wa Zanroad, lakini namshukuru sana mkurugenzi wa ZECO pamoja na wale wenzetu wazawa kupitia na wale Radwater. Tunakwenda kutengeneza mji wetu wa Fumba, lakini tunakwenda kuitengeneza Zanzibar katika ramani nyingine kabisa ya dunia. Wako watu wanaweza wasiamini haya wakati tunayazungumza, lakini watayaamini kwa kuyaona. Usipoamini leo kwa kusikia, utaamini kesho kwa kuona. Kwa hiyo hili wala halina haraka. Nilikuwa namwambia sana Mheshimiwa Rais, wasio kupongeza leo hadharani watakupongeza kesho hadharani.
Ziara hii inathibitisha kwamba maendeleo ya kweli hujengwa kwa maono, usimamizi na utekelezaji wenye nidhamu. Serikali ya awamu ya 8 chini ya Dr. Hussein Ali Mwinyi inaendelea kuandika ukurasa mpya wa maendeleo kupitia uwekezaji katika miradi yenye tija. Zaitun Juma, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.